Hivi umeshawahi kujiuliza kwa nini unakasirika haraka kuliko marafiki zako? Au kwa nini wewe ni mtu wa kusamehe sana wakati mwenzako anashikilia kinyongo kwa miaka? Wanasayansi na wanajimu wamegundua kuwa mwezi ulioruhusu uvute pumzi yako ya kwanza duniani una athari kubwa sana, sio tu kwenye nyota yako, bali kwenye saikolojia yako, jinsi ubongo wako unavyochakata taarifa na hata jinsi unavyopenda. Leo tunakwenda kufanya uchambuzi wa kina ambao huenda hujawahi kuusikia mahali popote. Tutapita mwezi mmoja baada ya mwingine kuanzia Januari hadi Disemba. Na nina onyo moja, kuna miezi mitatu kati ya hii ambayo watu wake wana tabia za hatari sana kisaikolojia zilizojificha, na kuna mwezi mmoja ambao unatoa bilionea wengi zaidi duniani. Je, wewe umo kwenye kundi la hatari au la mafanikio? Kaa hapa mpaka mwisho kujua kundi lako. Kabla hatujaanza, bonyeza button ya subscribe na uwashe kengele ili usiwe unapitwa na siri za kisaikolojia kama hizi kila tunapopost. Kama uko tayari kujijua, gonga like hapo chini, twende kazi. Tunaanza na Januari. Kisaikolojia, watu waliozaliwa mwezi huu wanaitwa natural born leaders au viongozi wa asili. Lakini kuna upande wa pili ambao watu hawaujui. Ukiwa umezaliwa Januari, ubongo wako umeumbwa kuangalia matatizo kama fursa. Hupende kuamrishwa na una ego iliyojificha. Saikolojia inaonyesha kuwa watu wa Januari wana kiwango cha juu sana cha uvumilivu wa maumivu ya kihisia kuliko miezi mingine. Yaani, unaweza kuwa unaumia sana ndani, lakini uso wako unaonyesha tabasamu au ujasiri. Kwenye mapenzi, wewe ni mgumu kueleweka. Haufunguki haraka na hii inawatesa sana wapenzi wako. Unapenda kwa vitendo zaidi kuliko maneno. Lakini tahadhari, udhaifu wako mkubwa ni kwamba unapokosewa, unajenga ukuta mrefu ambao ni vigumu kuubomoa. Wewe ni mtu ambaye ukiamua kukata mawasiliano, unakata milele. Februari, wenye fikra za kipekee, abstract thinkers. Mwezi wa watu wa ajabu na wenye akili za kipekee. Kama umezaliwa Februari, wewe ni free spirit. Kisaikolojia, watu wa Februari wanaongoza kwa kuwa na imagination kubwa. Mnaishi kwenye dunia yenu kichwani. Wewe ni mtu ambaye hupendi kufuata mkumbo. Ukiona kila mtu anaenda kulia, wewe utataka kujua kwa nini tusiende kushoto. Hii inakufanya uwe mbunifu sana, innovator. Hata hivyo, upande wako wa giza ni mood swings. Saikolojia inaonyesha hisia zako zinabadilika haraka sana kulingana na mazingira. Leo unaweza kuwa mwongeaji sana, kesho unataka kujifungia chumbani peke yako. Kwenye mahusiano, unahitaji mtu anayekupa uhuru. Ukibanwa sana, unakimbia. Watu wa Februari ni waaminifu sana, lakini wakigundua umewadanganya, hawalipizi kisasi, wanaondoka tu na hawageuki. Machi, waponyaji wenye hisia kali. Hawa ndio human lie detectors. Kama umezaliwa Machi, una kipaji cha saikolojia cha kuhisi uongo hata kabla mtu hajaumaliza kuongea. Una intuition kali sana. Tabia yako kuu ni upole na kuhurumia wengine. Mara nyingi unajikuta unabeba matatizo ya watu wengine kama ya kwako. Wewe ni msikilizaji mzuri na mshauri ambaye kila mtu anataka kuwa naye. Lakini sikiliza hii kwa makini. Watu wa Machi wana tatizo la overthinking. Unaweza kukaa na wazo moja baya kichwani likakutesa kwa wiki nzima. Kwenye mapenzi, wewe ni hopeless romantic. Unapenda kwa moyo wote, na hii inakuponza kwa sababu unaumia sana unapoachwa. Ukiwa na hasira, wewe sio mtu wa kupiga kelele. Wewe ni mtu wa kulia au kunyamaza kimya kabisa, kitu ambacho ni adhabu tosha kwa anayekujua. Aprili, wapambanaji wasiochoka. Moto unaowaka. Hawa ndio watu wenye adrenaline nyingi sana. Kisaikolojia, watu wa Aprili ni action oriented. Hamna muda wa kupoteza kwenye mipango mirefu, mnataka matokeo sasa hivi. Tabia yako kuu ni ujasiri. Hata kama unaogopa, haukubali hofu ikuzuie. Wewe ni mtu wa kusema ukweli kavu kavu bila kujali kama utamuumiza mtu, kitu ambacho kinakutengenezea maadui wengi bila wewe kujua. Kwenye mahusiano, una wivu sana, jealousy, unapenda kumiliki. Lakini pia wewe ni mtetezi. Hakuna mtu anaweza kumgusa unayempenda ukiwa hapo. Changamoto yako kisaikolojia ni impatience au kukosa uvumilivu. Unakata tamaa haraka mambo yakienda taratibu. Siri yako ni kwamba nyuma ya ule ukali wote una moyo laini sana ambao unatamani kubembelezwa. Sema tu, huwezi kusema. Mei,
wenye misimamo na wapenda raha. Watu wenye stubbornness au ubishi wa kiwango cha lami. Ukiwa umezaliwa mwezi huu, kubadilisha misimamo yako ni kazi ngumu kuliko kupanda mlima Kilimanjaro, lakini ubishi huu ndio unakupa mafanikio. Kisaikolojia, watu wa Mei wanapenda stability, hampendi mabadiliko ya ghafla, mna jicho la sanaa na mnapenda vitu vizuri, nguo nzuri, chakula kizuri na nyumba nzuri. Wewe ni mtu wa quality over quantity. Kwenye mapenzi, wewe ni mwaminifu kuliko miezi yote. Ukipenda, umependa mazima, lakini ukisalitiwa, hauwezi kusamehe kirahisi. Kumbukumbu yako ni kali sana kwenye makosa. Unaweza kumkumbusha mtu kosa alilofanya mwaka 1999 saa 8 mchana. Hii ni defense mechanism yako ya kisaikolojia kujilinda usiumizwe tena. June, watu wa nyuso mbili, the charmers. June ni mwezi wa utata. Watu wa June mara nyingi wanasingiziwa kuwa na nyuso mbili, lakini ukweli wa kisaikolojia ni kwamba mna adaptability kubwa. Mnaweza kuongea na mfalme na mkaongea na omba kwa lugha inayoeleweka. Wewe ni mzungumzaji mzuri, charismatic, unavutia watu kwa maneno yako. Ubongo wako unafanya kazi kwa kasi sana, multitasking genius. Unaweza kuwa unafanya kazi huku unawaza nini utakula na nani alikuudhi jana. Changamoto yako kuu ni indecision au kufanya maamuzi. Ni vita. Leo unataka hiki, kesho kile. Kwenye mahusiano, unahitaji mtu anayekupa changamoto za kiakili, mental stimulation. Ukianza kuboa, unatafuta njia ya kutokea. Siri yako, unapenda kuonekana unajua kila kitu na unaogopa sana kuonekana mjinga mbele za mtu. Julai, wenye siri nzito. Hawa ndio watu wenye complexity kubwa ya kihisia. Ukiwa umezaliwa Julai, wewe ni mtu wa familia na unapenda kulinda wapendwa wako kwa gharama yoyote. Kisaikolojia, wewe ni mtu wa private person. Una siri nyingi sana moyoni mwako ambazo hata rafiki yako wa karibu hazijui. Unasoma tabia za watu kwa haraka na ni vigumu sana mtu kukudanganya. Upande wako wa giza ni moodiness na kushikilia kinyongo. Unaweza kumsamehe mtu mdomoni, lakini moyoni faili lake bado ni mezani. Kwenye mahusiano, unahitaji uhakika wa usalama, security. Ukijihisi hupendwi au hautaminiwi, unajiondoa kimya kimya, silent withdrawal. Watu wa Julai hawapigi kelele wakiumia, wanapotea tu. Agosti, wafalme na walkia. Mwezi wa Simba. Kisaikolojia, watu wa Agosti wana natural magnetism. Mnapenda kuwa kitovu cha umakini, center of attention. Msipopata attention, mnajihisi kuumwa. Wewe ni kiongozi ambaye unajiamini sana, confident. Una moyo mkubwa wa kutoa, generous. Rafiki akikaa na wewe, hawezi kupata shida ya pesa kama unayo. Lakini shida inakuja mtu akigusa ego yako. Watu wa Agosti hawapendi kukosolewa. Ukimkosoa Agosti, anachukulia kama shambulio binafsi. Kwenye mahusiano, wanapenda kwa moto na wanataka wao ndio wawe the main character kwenye hiyo filamu ya mapenzi. Wanahitaji kusifiwa mara kwa mara. Ukijua kumsifia mtu wa Agosti, utaishi naye kama mfalme. Ukimdharau, utaona moto wake. Septemba, wataalamu wa kukosoa, perfectionists. Hawa ndio wataalamu wa kukosoa. Kama umezaliwa mwezi huu, una ugonjwa wa kisaikolojia unaitwa perfectionism. Haupendi vitu viende hovyo hovyo. Unataka kila kitu kikae mahali pake. Wewe ni mtu wa kuchambua kila kitu kwa kina, critical thinker. Hii inakufanya uwe mkosoa sana, kitu ambacho wakati mwingine kinakera watu wengine. Wewe sio mtu wa kukurupuka. Kwenye mahusiano, wewe ni mchaguzi, picky. Hauwezi kuwa na mtu yoyote tu. Unatafuta mtu anayeeleweka. Lakini ukipenda, wewe ni mwalimu mzuri na mpenzi anayejali vitu vidogo vidogo ambavyo wengine wanapuuza. Udhaifu wako ni kwamba unajihukumu sana wewe mwenyewe kuliko unavyowahukumu wengine. Oktoba, wapatanishi. Oktoba ni mwezi wa amani. Watu wa Oktoba wana diplomatic psychology. Hamuoni dunia katika nyeusi na nyeupe, mnaona kijavu. Mnaelewa pande zote mbili za shilingi. Hampendi migogoro, conflict averse. Mtafanya lolote ili kuepuka ugomvi, hata kama inamaanisha kumeza maneno yenu. Wewe ni mtu wa mvuto wa asili na mnapenda kuwa na marafiki wengi. Lakini sikia hii kwa makini. Kwa sababu unataka kumfurahisha kila mtu, people pleaser, mara nyingi unapoteza utambulisho wako mwenyewe. Kwenye mapenzi, unatoa sana nafasi na unapenda romance ya hali ya juu. Hatari yako kisaikolojia ni kwamba unaweza kudanganywa kirahisi kwa sababu unapenda kuamini upande mzuri wa watu tu. Novemba. Hapa ndipo kwenye lile kundi la hatari nililolisema mwanzoni.
Watu wa Novemba ni intense. Kisaikolojia, hawa ndio watu wenye nguvu kubwa zaidi ya kiakili na kihisia. Ukiwa umezaliwa Novemba, wewe ni msiri sana, secretive. Unapenda kuchimba mambo. Wewe ni kama detective. Ukihisi kitu mara nyingi ni kweli. Usaliti kwako hauna msamaha, na watu wa Novemba wanajulikana kwa kulipiza kisasi, revenge, kwa njia ambazo huwezi kuzitegemea. Lakini kwenye mapenzi, wao ni passionate kuliko wote. Mapenzi yao ni ya kufa na kupona. Wakikupenda, wamejitoa wote. Wakikuchukia, ni bora uhame mji. Wana uwezo mkubwa wa kusoma mawazo ya watu na wanajua udhaifu wako dakika chache tu baada ya kuongea na wewe. Desemba, mwezi wa mwisho. Hawa ndio optimists wa dunia. Watu wa Desemba wana bahati ya asili. Kisaikolojia, mna mtazamo chanya hata kukiwa na giza nene. Mnapenda uhuru na kusafiri, hamtaki kufungiwa sehemu moja. Mnasema ukweli bila kujali. Brutally honest. Wakati mwingine mnaumiza watu bila kukusudia kwa sababu hamjui kuficha hisia. Kwenye mahusiano mnaweza kuwa wagumu kutulia, commitment issues, kwa sababu mnaogopa kupoteza uhuru wenu. Lakini mkipata mtu anayewapa nafasi ya kupumzika, mnakuwa wapenzi wa kufurahisha sana. Udhaifu wenu ni impatience na kuchukua maamuzi ya haraka, impulsive, bila kufikiria matokeo yake ya baadaye. Hiyo ndiyo siri ya tabia yako kulingana na mwezi wako wa kuzaliwa. Je, nimepatia au nimekosea? Kumbuka, nyota na mwezi vinatoa mwelekeo, tendency, lakini wewe ndiye mwenye uamuzi wa mwisho wa tabia yako. Kama wewe ni wa Novemba, huna lazima ya kulipiza kisasi. Kama wewe ni wa Machi, huna lazima ya kulia kila siku. Saikolojia inatusaidia kujijua ili tubadilishe yale mabaya na kuboresha mazuri. Sasa, nataka nikupe kazi moja ndogo. Nenda kwenye comment hapo chini, andika mwezi wako na uambie kama tabia hizi zinaendana na wewe au la. Nataka kusoma comment za kila mmoja wenu. Usisahau kushare video hii na marafiki zako ili na wao wajijue. Tukutane kwenye video ijayo. Peace!